Lakini nichukue nafasi hii pia kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo anaendelea kuwawezesha wafanyakazi kuwa na mazingira mazuri ya kufanya kazi. Amekuwa akitupatia sisi wafanyakazi vitu mbalimbali ambavyo zingine ni stahiki ambazo zinaendana na maslahi ya kifedha, lakini pamoja na tengenezea mahala au pakazi au majengo ambayo yanatufanya tuweze kufanya kazi zetu kwa nafasi, lakini kwa utulivu, lakini pia kwa kujinafasi. Unajua hii ni mojawapo ya motisha pia, kwamba unapokuwa unafanya kazi eneo ambalo ni zuri na unafanya kwa utulivu, basi unatoa huduma bora kwa mujibu wa Client Service Charter au mkataba wa huduma kwa mteja, lakini na katika kutekeleza ile strategic plan. Tunamshukuru sana. Dodoma tuna usemi ambao wengine mtakuwa mnaofahamu. Tukisema Dodoma mnasema fahari ya Tanzania. Dodoma. Sasa kama mnavyofahamu, shughuli za serikali zimehamishiwa Dodoma na zilikuwa zinahama kwa awamu, na awamu kubwa ilihama mwaka 2020 kutoka Dar es Salaam kuja Dodoma, na watumishi wengi wakatoka Dar es Salaam kuja Dodoma. Kwa hiyo kama nilivyosema awali, Mheshimiwa Rais amekuwa akiendelea kuweka mazingira mazuri ili wafanyakazi waweze kufanya kazi katika mazingira mazuri, kwa sababu mazingira mazuri yanaongeza moyo wa kufanya kazi, ari ya kufanya kazi, lakini ambayo inaleta tija. Si ndivyo jamani? Sasa kwa serikali kuhama kutoka Dar es Salaam kuja Dodoma, ina maana kwamba katika mji wa Dodoma kunaendelea kubadilika, kunakuwa na mabadiliko mengi ambayo yanagusa maeneo mbalimbali. Kama mnavyoona kwamba kuna miradi mikubwa inafanyika katika mkoa wa Dodoma. Pia kuhudumia vizuri wateja, ninaamini kabisa changamoto zinazohusiana na vipimo ambazo zimekuwa zikiwakabili walaji hasa, basi zitakwenda kutatuliwa. Tumekusanyika hapa si kwa kufuturu tu, lakini dhamira yetu ni kupata dua ambayo itafungua mafanikio ambayo tumeyapata ya kukamilisha ujenzi wa jengo hili tuliopo hapa, ambalo ni ofisi ya makao makuu. Ndugu zangu mliopo hapa, wakala wa vipimo una shughuli ya kusimamia vipimo vyote hapa nchini. Dhamira yetu kubwa ni kuhakikisha tunampatia mlaji haki yake kulingana na kipimo stahiki. Viongozi wa dini wamenukuu katika vitabu mbalimbali, Biblia pamoja na Qur'an, ambazo zote zilisomwa hapa, zimeonyesha umuhimu wa vipimo sahihi, na ni dhambi kubwa sana kufanya au kupunja kipimo. Adhabu kubwa katika eneo hili inatolewa na Mwenyezi Mungu, lakini pia sheria zetu zinatoa adhabu kwa wale ambao wanapunja vipimo. Kweli jambo hili ni kubwa sana. Sisi sote kwa pamoja, wananchi pamoja na wafanyabiashara ambao wao ndio wanatumia vipimo hivi, wanashauriwa kutenda haki. Anayepaswa kupata kilo moja, basi iwe kilo moja sawa sawa na thamani ya fedha ambayo ameilipa. Wakala wa vipimo, jukumu letu hilo hatuwezi kulifanya peke yetu, bali tunalifanya pamoja na jamii nzima kwa kuwapa elimu ya matumizi sahihi ya vipimo.
ikiwa wafanyakazi watazingatia bila kuwahofu wanadamu, bila kuogopa kwamba wewe ni tajiri sana, wakazingatia kwamba hapa umekosea, hiyo ofisi itatufaa na Tanzania tutaepuka majanga na misiba isiyo na sababu kamili. Hivyo basi niombe, lakini niagize hivyo kwa wale waliopo kwamba msile rushwa alafu watu wakapoteza maisha. Simamieni kweli ya Mungu ili Mungu naye awakumbuke katika ufalme wake, kwa sababu mmefuata vile maagizo ambayo Mungu ameweka kwa Nuhu, na Nuhu akazingatia. Wanyama wote hakuna aliyepotea, tembo walipanda, walizaana mle, walifanya nini, hakuna aliyedhurika. Kwa sababu hiyo ni imani yangu kwamba mtatekeleza, na Mungu awabariki sana. Wote waliotumwa na Mwenyezi Mungu kazi yao ilikuwa ni kuja kurekebisha tabia za watu. Hii ndio kazi ya mitume, ni kuja kurekebisha tabia za watu. Na kila mtume alitumwa kwa watu wake kuja kurekebisha tabia mbaya ambazo zilikuwa zikifanywa na watu wake. Ofisi hii ya vipimo na mizani haikuanza leo kama vitabu vingine vitakatifu kama walivyosoma wenzangu. Imeanza siku nyingi. Tunasoma kwamba watu wa Nabii Shuaibu, ambao Shuaibu aliishi kule Madiana. Madiana ni nchi za Shamu, na Madian kwa sasa inapatikana huko Jordan. Watu hao walipelekewa mtume anayeitwa Mtume Shuaibu. Ukisoma katika historia ya mitume utamkuta huyu Shuaibu alikuwa kule Madiana. Shuaibu alitumwa kwa watu wake kwa sababu watu wale walikuwa na matatizo ya kiuchumi na matatizo ya kibiashara. Watu wale kule Madiana kwa matatizo ya kiuchumi na matatizo ya kibiashara walipelekewa mtume anaitwa Shuaibu. Tabia yao watu hawa ilikuwa ni kupunja katika vipimo ambavyo wanavyouziana. Kule Madiana Shuaibu alitumwa kurekebisha tabia ya watu ambao walikuwa wakiwapunja watu na kuwadhulumu katika vipimo ambavyo wanavyouziana. Walikuwa kipimo ambacho wao wananunulia kinakuwa ni kikubwa, lakini kipimo ambacho wao wanawauzia watu kinakuwa ni kidogo. Kwa hivyo walikuwa wanafanya dhulma ya kuwadhulumu watu katika mizani na katika vipimo, ikiwemo pishi, vibaba pamoja na mizani.